Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walijibu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika mwenyewe kwa wenyewe hufanyi ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana. Ndugu zangu, mtume mkubwa kabisa ambao Yesu alikuja kuufanya ni kuwaletea watu amani, kuwatoa watu kwenye mateso, kuwaganga watu. Tunasikia katika somo la Injili anatoa pepo bubu, lakini watu wanaanza kumshtaki kwamba anatoa pepo kwa nguvu ya Beelzebuli. Beelzebuli ni mkuu wa mapepo. Ndugu zangu, sisi tunachopaswa kuamini, Mungu ana nguvu, Mungu anaponya, Mungu anaturudishia furaha. Tumwamini yeye, na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima lazima tuwe na imani na Mungu. Tunayo magonjwa mengi yanayotusakama, yakiwemo mapepo pia na magonjwa mengine yote yanayowasibu watu. Tukiwa na imani na Mungu, ataweza kutuponya, ataturudishia afya, atatuganga. Kwa hiyo niendelee kuwaomba sana, hasa katika kipindi hiki, imani kwa Mungu, lakini pia Mungu aendelee kutuponya na aturudishie tena amani na furaha katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.